Huenda umeshawahi kushuhudia watu wenye uwezo mbalimbali duniani, lakini huyu ni mtu wa kipekee kuwahi kutokea. Mwenyezi Mungu ametuumba kwa uwezo tofauti tofauti, lakini uwezo wa kijana huyu umewashangaza wengi. Enoch ni kati ya watu wachache sana kwenye dunia hii, na wengi wao humwita Hulk of Africa kwa sababu alizaliwa akiwa na nguvu zisizo za kawaida. Kama unavyomuona, anaweza kufanya hivi. Najua utakuwa unajiuliza, mtu huyu ni nani? Vipi kuhusu nguvu zake? Na ni kwa nini hakuna mtu anayemzungumzia? Nilipokuwa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, kila mtu alikuwa akiniambia kuhusu kijana huyu. Baada ya kusikia habari za kijana huyu mwenye nguvu zaidi duniani, niliona ni vyema kukutana naye ana kwa ana ili nijionee kwa macho yangu. Hivyo nilipanda ndege mpaka Dar es Salaam. Tanzania ni nchi ya Afrika Mashariki, inajulikana kama nchi ya kitalii kwa sababu ina vivutio vingi vya kitalii. Hapa ndipo anapoishi Enoch, mwanaume mwenye nguvu zaidi duniani. Jina langu ni Enoch Martin Luther. Nina umri wa miaka 28. Nimezaliwa mkoa wa Singida. Mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa katika familia yenye watoto 8. Sina mke wala mtoto. Mtu huyu ana nguvu za ajabu na ndivyo alivyozaliwa. Ni vitu nilishaanza kuvifanya toka nikiwa bado mdogo. Alizaliwa kama kawaida na kuishi kama watoto wengine. Nilisoma katika shule ya kawaida. Kipindi cha nyuma kabisa sikujua kama niko tofauti na wengine. Nilipokuwa na umri wa miaka 9, kuna siku niliongozana na kaka zangu kwenda kuchota maji, na mpaka kufikia sehemu hiyo umbali ulikuwa ni mrefu sana. Wakati wa kurudi niliotoka nao kisimani, walikuwa wakisimama njiani kwa ajili ya kuchoka, lakini mimi nilikuwa nikihisi kama vile nimebeba kikombe cha chai, kwani nilitembea na ndoo hizo bila hata kuwa na wasiwasi wowote. Kuna siku nilikuwa nikiendesha pikipiki, nikafika mahali ambapo nilikuta barabara imeharibika sana na maji yalikuwa yamejaa sana, kana kwamba vyombo vya usafiri haviwezi kupita mahali hapo. Na mimi sikuweza kurudi nilipotoka kwa sababu ni mbali sana. Hivyo njia pekee ilikuwa ni kuvuka tu. Basi nilijaribu kuinua pikipiki yangu, nikavuka nayo bila wasiwasi wowote, na watu walibaki wakinishangaa. Kuanzia siku hiyo nikagundua kuwa nilikuwa na nguvu zisizo za kawaida. Cha ajabu zaidi kuhusu mtu huyu sio tu mikono yake, bali hata meno yake ni ya kustaajabisha sana, kwa sababu ana uwezo wa kunyanyua vitu vingi kwa kutumia meno yake. Kiufupi ni kwamba meno yake yakikamata sehemu, basi hayawezi kuachia. Enoch anaweza kuvuta hata gari iliyojaa mizigo kwa kutumia meno yake. Aliinua ndoo iliyojaa kokoto ikiwa na mtu juu yake. Meno ya Enoch pia anaweza kuzuia gari lisitembee kabisa. Mtu huyu ana nguvu za kuinua gari na kulibenua upande wa pili. Pia ana nguvu za kuzuia magari mawili yakiwa katika mwelekeo sawa na yeye akiwa katikati. Kuna baadhi ya watu wanadai kwamba nguvu za Enoch huenda zikawa na ushirikina ndani yake, lakini yeye anaamini nguvu hizo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Enoch ni mtu mnyenyekevu sana. Anatumia nguvu zake kwa kufanya mazuri katika jamii. Ukimwona unaweza ukadhani ni mtu wa kawaida sana, maana hata mwili wake hauonekani kama ni mtu wa mazoezi. Huwa anapoona mtu anaonelewa au kunyanyaswa na mtu mwingine, anachukia sana. Anasema ni lazima ingilie kati mgogoro huo, na hiyo ni moja ya sababu inamfanya apendwe zaidi katika jamii yake. Mbaya zaidi, maisha ya Enoch bado ni magumu sana. Anafanya kazi ngumu zenye malipo kidogo, ili mradi tu aweze kuishi, kwa sababu hakuna mtu anayethamini kipaji chake. Nimeshawahi kutazama watu mbalimbali wenye nguvu zaidi duniani kupitia mitandao, lakini kwa tafiti zangu naona hakuna aliye bora zaidi ya Enoch, aka Hulk of Africa. Nilishangazwa sana na kutomuona Enoch kwenye rekodi za watu wenye nguvu zaidi duniani. Nilipokuwa nafanya kazi hii ya documentary, nilijawa na imani juu yake, nikiamini kuwa siku moja dunia nzima itamtambua, kwani Enoch ni mtu wa kipekee sana.
Asante kwa kutizama, na hii ni Afrimax Swahili. Kumbuka kusubscribe ili uweze kuona video zetu zaidi.